Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika chaneli yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama hii kanda mahali popote ulipo, naomba uponyeze alama ya like na karibu. Taarifa za ndani ambazo zimetufikia huwezi kuamini sasa hivi. Leo ni tarehe 29, tunavuka mwezi kesho kutwa ili tuingie mwezi wa 7. Na vile mnajua hapa Tanzania tarehe 7 mwezi ujao wa 7 kutakuwa na maandamano makali hapa Tanzania, baada ya wanaharakati na viongozi kutoka mrengo upinzani wakitangaza kwamba maandamano ya kufanikisha kuachiliwa kwa Tundu Lissu yamefanyika na katiba mpya na tume ya uchaguzi kuweza kuundwa na uchaguzi mpya ukaweze kufanywa hapa Tanzania. Sasa baada ya vitisho hizo zote kusambaa katika mitandao ya kijamii na hata kwa Rais Samia Suluhu Hassan, taarifa zimetufikia kwamba maafisa wakuu serikalini hata wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan wameanza kutorosha familia zao kutoka hapa Tanzania kuelekea mataifa mengine kwa kuhofia maandamano huenda yatakuwa na taharuki na sintofahamu na mtafaruku mkubwa kusababisha mauaji hapa Tanzania. Sasa nani ametujulisha? Taarifa za ndani hizi tumeweza kuzipata moja kwa moja kutoka yule ambaye anaitwa ni mwanaharakati Hilda Newton Chadema. Ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema hivi: duru zinasema kwamba kuanzia juzi, yaani Jumamosi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wanaondoa familia zao nchini na kuzipeleka nje ya nchi. Wengi wamesafirisha familia zao kwenda Dubai. Ni wazi kwamba maandamano ya wananchi ya Julai 7 wamejaa upepo sana. Mnaogopa nini nyie wauaji? Huyo ni Hilda Newton Chadema ambaye ni mwanaharakati hapa Tanzania, ndiye ameweza kutufahamisha taarifa hizi, na duru za kuaminika zinasema ya kwamba hata Samia Suluhu Hassan familia yake anataka kuitorosha ama kuihamisha kutoka hapa Tanzania kuelekea Dubai vile inavyodaiwa. Sasa kwa nini wameanza kutorosha familia zao? Hawa ni watu ambao hawajali maslahi ya Watanzania wengine kama sisi. Wakisikia kuna maandamano, mbona wasizuie maandamano, wafanye vile hawa ambao ni waandamanaji wanataka kama njia moja ya kuzuia maandamano, badala ya kutorosha familia zao na wengine tukiendelea kuteseka na kupitia changamoto za hapa na pale. Sasa maandamano haya serikali inastahili kujua kwa nini watu wanataka kuandamana. Jambo la kwanza ni kwa sababu Tundu Lissu anastahili kuachiliwa huru. Ndio maana wanataka kuandamana kulazimisha serikali ya Samia iweze kumwachilia huru Tundu Lissu. Samia aamue kwa sababu hataki maandamano, sisi wote ajali maslahi ya Watanzania, sisi wote amwachilie Tundu Lissu. Jambo la pili, katiba mpya inastahili kupitishwa hapa Tanzania. Ndio maana wanataka kuandamana. Samia aseme ya kwamba imefika wakati, nimesalimu amri, nataka katiba mpya ianzishwe. Hawa ambao ni wa mawakili wakiongozwa na rais wa chama cha wanasheria hapa Tanzania Boniface Mwabukusi waanze kukaa kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha ya kwamba katiba mpya imeandikwa na ile ya mwaka 1977 imefutiliwa mbali. Jambo la tatu, hawa waandamanaji wanataka nini? Wanataka tume mpya ya uchaguzi. Samia akae chini aseme hii tume imekaa afisini kwa muda na hata mlipo nitangaza watu hawakuamini nimeshinda, sasa nendeni nyumbani. Tume ingine ianze kutafutwa. Yaani rahisi tu kuzuia maandamano. Jambo la mwisho ambalo ni la 5, maandamano wanataka uchaguzi ukaurudiwe hapa Tanzania. Samia aseme ndio, lakini sasa kwa sababu hatuna hela na kwa sababu tuko na mikopo zaidi ya trilioni 111, hatuna hela za kuandaa uchaguzi mwingine. Niache tu nimalize hii miaka 4 imesalia, tukifika mwaka 2025
na 9 hapo 30 wakati wa uchaguzi tuandae uchaguzi mwingine. Ni hurumie tu nimalize hii miaka ili tusongeshe taifa letu mbele. Yaani akifanya hivyo, hayo yote naombe msamaha familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao kupitia kilichosemekana ni uchaguzi wa 29 mwaka jana mwezi wa 10. Sasa aseme nimeomba msamaha, familia zile zitapata fidia. Maandamano haya huwezi kuyasikia, lakini taarifa za ndani ambazo tuko nazo, serikali ya Samia inamuogopa sana mheshimiwa Tundu Lissu. Ndio maana wanataka kumwachilia tarehe 6, masaa machache kabla ya tarehe 7 wakati maandamano yataanza, ili mradi waweze kuzuia maandamano. Sasa hiyo haitoshi, kwa sababu wanataka kumwachilia tena wamweke chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, ili asije akatoka nyumbani kwake, kwa sababu anaweza zua vurugu vile inasemekana. Sasa haya ndiyo yanaendelea hapa Tanzania. Kwa hivyo tunafahamishwa wale ambao wako serikalini, maafisa, vyombo vya ulinzi, kwa sababu wao ndio wanaenda kutumika sana, wameanza kuhamisha familia zao kwenda mataifa mengine. Kukinukishwa tarehe 7 mwezi wa 7 hapa Tanzania ipatikane hawapo, wako katika mataifa mengine ya nje, kumaanisha ya kwamba wale ambao wamekalia viti vikubwa hawajali maslahi ya Watanzania wengine kama sisi, wanajijali wao wenyewe. Ndio maana wameanza kuhamisha familia zao, akiwemo Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Wataenda kule Dubai ambapo wamewekeza pesa zetu za ushuru ambazo tunatoa kila wakati. Kwa hivyo tarehe 7 mwezi wa 7, kulingana na wanaharakati, wanasema kutanukishwa, lazima maandamano yatatanda hapa Tanzania. Tunasubiri tuone ikiwa hayo yote yanaenda kutimia. Ikumbukwe ya kwamba John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema Bara amekuwa akifanya mikutano hapa na pale, yaani kwa kampeni ambayo inasemekana Free Tundu Lissu campaign, kuhakikisha ya kwamba wamelazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan kumwachilia huru mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu amefungwa gerezani zaidi ya mwaka mmoja sasa pasipokuwa na hatia. Anawekelewa, anapambikiziwa kesi ya uhaini, kesi ambayo haina msingi. Ni kwa sababu alionekana kuwa maarufu, angemshinda Samia Suluhu Hassan katika kiti cha urais, akamfungia ndani ili asije akafanya nini, akamshinda kiti cha urais. Sasa imefika wakati Tundu Lissu anastahili kuachiliwa hadharani. Naomba nitamatishie hapo, tutakutana kwa kanda nyingine ambayo nitaileta hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Asanteni sana, tukutane baadaye.